tumepata hiyo milioni 18 na kitu, na kufanikiwa kugawa sasa hizo bima, kuhuisha na kugawa pia bima mpya kwa watoto 13, jumla 200. Sasa ni matamanio yao na wamejikita katika utume huu uimbaji, lakini kusaidia wahitaji kwa mtindo huu. Tamasha hilo lina lengo hilo la kukusanya fedha kwa ajili ya kuendelea kuwafikia watoto hawa. Tutakabidhi bima za afya zenye thamani ya shilingi milioni 10 na elfu 80 kwa watoto 200. Kati ya hizo bima 187 zimehusishwa na 13 ni bima mpya. Asante. Kwa majina naitwa Anusiata Ngatunga, ni mwanakwaya wa kwaya ya Tuzinde, na tuna mpango mkakati wa kuendelea kuisaidia serikali yetu kwa kuendelea kuwasaidia watoto kupata bima za afya. Mkakati mkubwa ambao tunao kwenye kwaya yetu, tunatamani tufikie watoto hata 1000 ikimpendeza Mwenyezi Mungu, na tunaendelea kushawishi wadau wengine waweze kuwasaidia watoto wetu, kwa maana hao watoto ni taifa la leo, lakini pia ni taifa la kesho. Kwa hiyo tuige mfano wa kwaya yetu ya Tuzinde kwa namna ambavyo wameweza kusaidia kundi kubwa la watoto. Sasa hivi tuna watoto 200 ambao tumewafikia, lakini lengo na makusudio na mtazamo wetu wa mbele tuwafikie watoto 1000. Tumeamua kuja na jambo hili kwa sababu bima ya afya kwa wote, lakini tunaposema bima ya afya kwa wote, serikali yetu inaposema bima ya afya kwa wote, tuna watoto ambao hawana uwezo wa kuifikia hiyo bima, na ndio maana tukaona tuwe na mpango huo wa kuweza kuwasaidia watoto ambao hawatakuwa na uwezo wa kupata bima hizo. Asante sana. Toka tumeanza kufanya mpango huu wa bima, sasa hivi tuna miaka 4 na tunaelekea mwaka wa 5, lakini lengo na madhumuni kuendelea kupanda kadiri ya vile ambavyo tumejipangia malengo yetu. Tulianza na watoto wachache na sasa tuna watoto 200, na tunategemea kwa mwaka huu 2026 kuongeza watoto zaidi, kama vile ambavyo tumeongeza. Ulivyowasikia leo wanakwaya wamesema kutoka watoto 197 tumeongeza watoto 13 na tumewafikia watoto 200, na huko mbele Mungu akitusaidia tutatanua wigo zaidi. Maandiko yanatutaka kila Mkristo, Mlomani, Mkristo yoyote, binadamu yoyote kusaidia kundi lenye uhitaji. Kwa hiyo sisi tumetekeleza maandishi yaliyotoka kwenye Biblia, yanasema tuwasaidie wahitaji. Na sisi tumefanya yale ambaye Yesu Kristo kwa mwongozo wake na Biblia imetuongoza. Tumeona wanakwaya tulifanya hilo kama mtakatifu kwaya Tuzinde. Kwa majina naitwa Sister Lucia Mlowe, ni mlezi katika kituo cha Compassion. Kwa kweli tunachukua nafasi hii ya pekee kuwashukuru sana kwaya mtakatifu Tuzinde kwa juhudi zao za dhati kuendelea kuwahudumia watoto wetu wa vituo vyetu vya Compassion, Imiliwaha na sehemu nyinginezo. Bima hizi zimekuwa msaada mkubwa katika vituo vyetu, kwani sasa hivi hilo ndio tatizo kubwa katika kuendesha vituo hivyo. Tumekuwa na changamoto kubwa sana kwa sababu watoto hawa wamekuwa na matatizo mbalimbali hasa ya kiafya, lakini kupitia bima hizi za afya tumerahisishiwa sasa hata namna ya kutengeneza budget imekuwa kwetu rahisi. Swala la afya sasa hatupati shida kwa sababu watoto wakipata matatizo moja kwa moja wanatumia bima za afya. Kwa hivyo kwetu sisi ni ukombozi mkubwa sana. Kuna vitu vingi lakini havifikiwi na vitu kama hivi na huduma kama hizi. Nini wito wako kwa wadau wenye uwezo au raia yote mwenye ziada kufanya ya kutokana na mang'amuzi haya kutoka kwa kwaya mtakatifu Tuzinde? Kwa kweli ninawasihi maeneo mengine, wadau mbalimbali, basi waige mfano, kwa sababu kwa kuona watoto wetu wanavyohudumiwa, kama watoto wengi watafikiwa, basi hatutakuwa na matatizo makubwa ya kiuchumi. Manake tayari watakuwa wamefikiwa swala la afya, hawataweza kupata shida, na hatutakuwa na vibaka wengi, kwa sababu watoto wengi wanapokosa huduma kama hizo wanaenda mitaani na kutaka kutafuta msaada, wasaidiwe. Majina naitwa Victoria Mzeza, natoka idara ya udiakonia Ikonda Makete. Sisi kama idara kwanza tuipongeze kwaya kwa namna ambavyo imetuona
mpaka sasa tuna watoto karibu 20 na kitu ambao wanasaidiwa na kwaya hii, lakini tunatamani kuwahamasisha serikali itambue kwamba vituo vinafanya kazi kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo tunatamani kama serikali ingekuwa na nafasi ikatembelea vituo hivi na kuwakutana na haja mbalimbali. Kwa mfano sisi tunafanya kazi na watoto wenye ulemavu, tunawapeleka shuleni, lakini changamoto tunakutana nazo kule, wakiwa na shida za afya hatuwezi kuwatibu kwa bajeti tulizonazo ndani. Kwa hiyo kupitia kwaya hii imetusaidia na imetuongezea sababu ya kuwaongeza watoto au watoto pia kupata afya, kwamba akiwa shuleni tunahakikisha kwamba afya zao zinakuwa ziko timamu, kwa sababu wana bima na wanaweza kupata matibabu muda wote na saa yote, bila hata kama sisi tutakuwa hatuna fedha kwa wakati huo.